Karibuni sana KingoFarm. Leo hii kwenye hii video ninataka niwapatie mwongozo wa namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku wa kienyeji. Kama unafikiria kufuga kuku wa kienyeji, basi sikiliza hii video mpaka mwisho, utapata mwongozo mzuri kabisa ambao utakupa namna nzuri ambayo utawafuga kuku wa kienyeji bila changamoto. Kwanza tu nianze kwa kusema kwamba wafugaji wengi huwa wanadhani ufugaji wa kuku wa kienyeji ni rahisi sana, kiasi kwamba unaweza ukamchukua tu kuku kamweka ndani na wakaendelea kuzaliana na ukapata kuku wengi. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna miongozo au kuna vitu ambavyo inatakiwa uvifuate ili uweze kufanikiwa kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Tukianza, kitu cha kwanza kabisa inatakiwa ufikirie kuhusiana na mabanda, namna ambavyo utajenga mabanda kwa ajili ya kuku wa kienyeji. Sasa ninapozungumzia mabanda, nazungumzia maeneo mengi. Kwa mfano, inatakiwa ujenge mabanda ambayo yanapitisha hewa vizuri bandani. Kwa mfano, haya mabanda ambayo unayaona hapa ya kwetu, lakini pia yana sehemu nzuri za kulalia. Mabanda ya hawa kuku, kwa mfano broiler na kuku wa kienyeji, ni tofauti. Kuku wa kienyeji wanapenda kulala juu, kwa hiyo lazima upige miti sehemu ambazo watakuwa wanalala. Lakini pia hawa kuku wa kienyeji hawapendi uchafu. Wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji huwa hawaweki chini matandazo, lakini inatakiwa waweke chini matandazo ili kuweza kupunguza harufu ya kinyesi bandani, lakini pia ili uweze kuwafanya kuku wako banda lako lisiwe linachafuka mara kwa mara, kuwaletea magonjwa. Vitu kama hivyo hapo ni muhimu sana. Kwa hiyo banda inatakiwa uwe na banda la kisasa. Wapo wafugaji ambao wanawalaza kwenye nyumba ambazo zina madirisha kidogo, kuku wanakuwa wanaumwa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ukisha patia banda, kitu kingine inatakiwa uchague mfumo mzuri kwa kuku wa kienyeji ambao utawafuga kuku wa kienyeji. Kwa mfano, kuku wa kienyeji huwezi ukawafungia ndani, yani muda wote. Kwa mfano, hawa chotara, hawa kuku wa mayai kama unaowaona hapa, hawa wanakaa ndani muda wote na wanakuwa vizuri kabisa. Lakini ukimfanyia hivi kuku wa kienyeji, anaweza akapungua. Unaweza ukaona utofauti mkubwa sana. Kuku wa kienyeji anahitaji apate eneo ambalo ataweza kutembea mazingira ya nje. Kwa hiyo kuna mifumo hiyo mitatu ambayo unaweza ukachagua mojawapo. Mfumo wa kwanza ni huu mfumo hulia, ambapo hapa utahitaji uwe na eneo kubwa. Kuku wako watakuwa wanalala bandani, lakini asubuhi unawaachia wanaenda kujitafutia, lakini pia na kutembea maeneo mengine. Ubaya wa huu mfumo ni kwamba ulizi, kuku wanaweza wakawa wanapotea, ila kama unalo eneo kubwa unaweza ukalifensi eneo lote. Lakini pia tambua, kuku wa kienyeji huwa wanakuaga na tabia ya kuruka sana, kwa hiyo wanaweza wakawa wanaruka fence. Mbinu pekee ya kufanya wasiwe wanaruka sana fence ni kuwapa chakula wakati ambapo wanakuwa wana njaa. Maana yake kuku anakuwa anaenda mbali sana kwa sababu ya kutafuta chakula. Kwa hiyo ukitengeneza mazingira mazuri ya chakula, basi kuku wako watakuwa wanakaa ndani ya fence na wanahitaji eneo kubwa. Kuku wa kienyeji hawapendi kubanana. Na mfumo mwingine ni nusu hulia. Nusu hulia unakata eneo dogo ambalo watakuwa hawali chakula cha ziada. Chakula unawapa wewe mwenyewe, lakini wanapata eneo la kupumzika, eneo la nje la kuweza kutembea, lakini chakula muda wote unakuwa unawapa wewe mwenyewe. Tofauti na mfumo ambao nimeelezea mara ya kwanza, huu mfumo kuku pia wanakuwa na ruksa ya kuweza kujiokotea, kukamata panzi na vitu vingine. Ukishapata mfumo sahihi wa kuweza kuwafuga kuku wako, basi ni vema sana ukatafuta namna nzuri ya kuweza kupata vifaranga kwa wingi. Namna gani utaweza kupata vifaranga kwa wingi? Sasa hapa kuna njia nyingi sana ambazo unaweza kupata vifaranga kwa wingi. Kwa mfano, unaweza kutumia mashine incubator, ukatafuta mayai ya kuku wa kienyeji ambayo ni bora, ukayatotolesha kwenye hizo mashine. Lakini pia unaweza ukatumia matetea wachache ambao utawatengenezea mfumo mzuri kabisa. Kwa mfano,
unaweza ukawa na tetea 10, lakini kila tetea kwa mwekea mayai 17, wakaanza kulalia wote kwa pamoja, wakatotoa pamoja, ukatoa vifaranga, ukavilea kwenye bulda. Ukavilea kwenye bulda wewe mwenyewe kama kuku wa kisasa ambavyo tunawalea mpaka mwezi mmoja na nusu, kisha ukawaachia. Kwa hapo utakuwa unafuga kwa mafanikio, tofauti na ambavyo tumekalili kwamba labda kuku atotoe vifaranga afu awalee yeye mwenyewe. Sasa hiyo ukiwa na vifaranga na kuku wachache unaweza ukafanikiwa, lakini wakishakuwa kuku wengi utakutana na changamoto nyingi sana. Kwa mfano kuku anaweza akatamia mayai yake, halafu pale anapoatamia akawa anakuja kuku mwingine ambaye anataga, akawa anaendelea kutaga pale ambapo mwingine anatamia. Kwa hizo changamoto hizo utakuwa unakutana nazo sana kama hutoamua kufuga kisasa pale ambapo unataka ufuge kuku wengi wa kienyeji. Kwa hiyo suluhisho zuri kabisa ni kuwa na incubator. Na uzuri wa incubator, hizi mashine za kuatamia mayai zipo za aina tofauti tofauti. Zipo ndogo, zipo kubwa. Kwa hiyo ukiwa nayo hata ndogo kwa kuanzia sio mbaya. Kama unawaza kufuga kuku wa kienyeji kwa wingi, huo ndio ushauri wangu mimi ambao ninautoa kwenye huu mwongozo. Lakini pia inatakiwa ujue namna nzuri ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wakiwa kuku wakubwa, kwa kupunguza vifo. Changamoto kubwa ni kwamba wafugaji wengi wanawalea hawa kuku, hapa katikati wanakufa wengi sana. Unakuta walikuwa na vifaranga 100, wanakuja kuwa kuku wakubwa 40, maana yake 60 wote wamekufa, wamewapoteza hapa katikati. Sasa sisi bwana tunacho kitabu hiki cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hichi kitabu kinaelezea hatua moja baada ya nyingine. Yaani humu tumeelezea hadi jinsi ya kujenga mabanda na vipimo vyake. Mabanda ya kuku wa kienyeji vipimo vyake vipoje. Tumeelezea namna ya kuweka vichanja, sehemu ya kuku kulala, sehemu ya kuku kutagia. Vyote tumeviandika hivi. Ni mwongozo mzuri sana wa ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kwa hiyo hichi kitabu kinapatikana kwa shilingi 10,000. Tutafute WhatsApp kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapa. Hichi kitabu ni kizuri sana 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 sana. Yaani naweza nikasema kina kila kitu. Hiki kitabu humu ndani kina hadi chanjo za asili. Namna ambavyo utawapa kuku wako wa kienyeji chanjo za asili. Kwa hiyo ukikipata hiki kitakusaidia sana kwa wewe ambaye unafikiria kufuga kuku wa kienyeji au unafuga kuku wa kienyeji bila kuwa na mafanikio. Na mwisho kabisa uwe unawatenganisha kuku wako kulingana na umri wao. Yaani usichanganye kifaranga na kuku wakubwa, usichanganye na majogoo. Uwe unawatenganisha. Kuku wanaotaga wakae eneo lao, wapewe jogoo kwa uwiano sahihi. Kuku ambao wanakuwa wakae eneo lao tofauti, lakini pia na vifaranga wadogo wakae eneo lao. Hii ni changamoto moja kubwa sana ambayo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanakutana nayo. Unakuta umechanganya kuku wako wote wanaishi eneo moja, yani vifaranga, kuku wanaokuwa na kuku wakubwa wanakaa eneo moja. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba lishe ya vifaranga watakula kuku wakubwa, au lishe ya kuku wakubwa watakuwa wanakula vifaranga. Tena huenda wanapokula wanakuwa wanapigwa sana. Kwa hiyo inapelekea nini? Hiyo itapelekea kuku wako kushindwa kukua vizuri hata kama unawapa chakula ambacho kina ubora mzuri kabisa. Kwa mfano kwenye hicho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji tumeweka kanuni za kuwatengenezea chakula cha umri tofauti tofauti ili uweze kutengeneza chakula cha kuku wa vifaranga wadogo uwape kwenye eneo lao, kuku wanaokuwa uwape kwenye eneo lao, lakini kuku wanaotaga utengeneze chakula uwape kwenye eneo lao. Kwa hiyo lazima ufanye hichi kitu, lazima utenganishe kuku kutokana na umri wao. Usiwafuge kuku wa kienyeji kwenye banda moja. Mwisho kabisa na wakaribisha KingoFarm. Tunavyo vitabu 4: safari ya ufugaji, ufugaji wa broiler, ufugaji wa kuku wa kienyeji na hiki kitabu cha tiba za asili ambavyo vinapatikana KingoFarm. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Vipo katika soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au email. Ukitaka kitabu hard copy maana yake unaenda stationery una print unakuwa na kitabu chako. Asanteni na kwaherini. Lakini pia unaweza kujiunga na kundi letu la mafunzo kwa shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2.